watasaddaqa bihi, atatoa sadaka, sawa kwa hicho tushapita hapo. Fa in lam yastati, kama hawezi kulisha chakula, sama an kulli muddin yawma, atafunga kwa kila kibaba kimoja siku moja. Wakala ashabu rai, wakasema watu wa rai. Tukisema watu wa rai, tofauti na ufahamu wako, na wengi wasomi wanaosoma wanafahamu vibaya. Sema ashabu rai manake ni watu wa kukaa wakabunibuni mambo tu kwa rai yake akaleta. Pakizungumzwa kwenye sheria ashabu rai manake ni watu waliopita kwenye kiasi. Elewana? Sio kwa maana ashabu rai ukafahamu wewe ulifahamu kama mtu wa rai. Maana unafahamu watu wa rai, kwa hiyo sasa unaona kwenye dini hakuna nafasi ya rai. Hapa kusudiwi rai kwa maana hiyo. Ashabu rai maana yake watu ambao walitumia kiasi. Na mara nyingi ikisema ashabu rai huwa mara nyingi wanakuwa wanakusudiwa watu wa Hanafia. Wanaitwa ashabu rai. Na kwa nini wao walikuwa ni watu wa kutumia kiasi? Tuko pamoja? Walikuwa ni watu wa kutumia kiasi kwa sababu ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena alkauli, nafikiri mwajua nyote mnaopita madarasani mkasoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama sikosei, alimpeleka Muadhi Yaman. Mwaikumbuka ile hadithi aende akaishi kule, awafundishe watu dini, awahukumie dini, awe kama ni qadhi. Aliulizwa kabla hajatoka, haya ukenda kule Muadhi, ukikujia masala utahukumu vipi? Akasema nitatumia kitabu cha Allah. Akaulizwa, je, kama hujakuta kwenye Qur'ani? Akasema nitatumia sunna yako Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaulizwa, je, kama kwenye sunna hujakuta? Akasema ajitahidu rai wala alu. Hapo sasa nitatumia rai kwa maana ya kiasi. Nitachukua masala iliyonijia, nitafute na masala ambayo imepata hukumu inalingana na ile, basi niunganishe. Na Mtume sallallahu alaihi hakumwambia hakuna bwana, alimsapoti kwa kumpiga huku, akasema alhamdulillah alladhi wafaqa rasulillah lima yardahu, lima dhahu rasuli, kama sikosea au kama akarasul. Akasema namshukuru Allah ambaye amemuwafikisha mjumbe wa Allah kuyafanya yale ambayo ayaridhia Allah. Kiasi hicho Kwa hiyo watu wa Hanafi, kwa sababu kule walikokuweko Al-Kufa ilikuwa hadithi si sana, hadithi zilikuwa sana ziko huku Madina huku wanaita Hijazi sijui kule ilikuwa si sana hadithi hawajazipata. Na ndio maana unaweza kukuta masala pengine Imam Abu Hanifa katoa hukumu hii, halafu kuna hadithi pengine yasema tofauti na ile, wewe wamtukana, huna adabu, ndio maana ukamtukana. Wala hutaki kusoma na kufahamu, ndio maana unamtukana. Yeye hana kosa, ni kwa sababu yeye tupo hiyo hadithi yeye ilikuwa mfanyaje, haijamfikia. Kwa hiyo akatumia sheria ya kiasi, akatoa masala hukumu. Wamsema nini sasa? Takosea wapi? Si ndio yale aliyosema Muadhi kwamba nitajitahidi kutumia rai yangu? Sio rai kwa maana kubunibuni tu, ni kuchukua masala ulioletewa ambayo hukumu yake huijui, au pengine unasema haipo, ukatafuta na jambo jingine ambalo hukumu yake ipo, tupo ishatajwa, ukatafuta sababu illa, ukatafuta ile illatul hukmi ambayo huku iko, ikiwa na huku ipo, waunganisha pamoja, watoa hukumu kama ile. Ndio kama tulopita hapa nyuma Imam Shafi'i rahimahullah kafanya na tulipozungumzia kuhusiana na mtu aliyefanya mahadhurati ihram, kafanya jambo lilokatazwa katika ihram, ukitoa jimaa, ukitoa na saidi, kuwinda, sio? Akasema kwamba yule ambaye kapelekewa na udhuru kumpelekea kufanya vile, si hukumu imekuja kwamba hana fidia? Ana fidia, atakiwa afanye, lakini atatoa nini? Fidia.
Sasa mtu ambaye hana udhuru, huyu hukumu yake haijatajwa, kafanya yale lakini haijatajwa hukumu yake, akafanya kiasi. Tulisoma hapa punde tu akamkisia yule na huyu mwenye nini, udhuru, kwamba wote watatoa fidia. Ni kiasi. Kwa lugha nyingine, lugha ya kisheria, kwa wale wanasheria wanasema katumia nini, ar-rai, lakini rai kwa maana ya nini, kiasi. Wal qiyasi hujjatun au dalilu min adillati shar'i, kiasi ni dalili, ni hoja katika hoja za sheria. Naam. Kwa sababu rai wanasemaje? Wanasema injamaa qabla ukui, kama alijamii kabla ukufi, kafanya jimaa kabla ya kusimama. Usiulize kusimama wapi, Arafa hiyo basi fasida hijjuhu, itafisidika hija yake. Tena wa alaihi shatu, na atawajibikiwa kuchinja mbuzi. Ule amesema nini, ngamia lakini sababu rawi akasema mbuzi, au 7 buduna, au atachinja ngamia 7 kabla ya ukufu Arafa hiyo Lakini wa injama baadahu, kama amefanya jimai baada ya ukufu Arafa, lam yufsid, hija haitofisidika hija yake, lakini wa alaihi buduna, pamoja na hivyo atawajibikiwa kuchinja nani, buduna, ngamia. Walqarinu, na yule anayefanya hija ya qiran. Tuliona huko nyuma hija ziko 3, kuna qiran, kuna tamattu'i, na kuna nini, ifrad. Sasa walqarin, na yule aliyekuwa anahiji hija ya kirani, idha afsada hijjahu, akiharibu hija yake, yajibu alaihi, atawajibikiwa ma yajibu ala almufridi, kama yanaomwajibikia yule aliyehiji hija ifrad, na atawajibikiwa na yale. Tena wayakudhi qarinan, atakuja kulipa hali ya kuwa vile vile akiwa anafanya qirani. Wala yasqutu anhu hadiyul qiran, na hatoanguka ule wajibu wa kuchinja kwenye qirani, maana qirani lazima uchinje. Sasa ule wajibu wa kuchinja kwenye hija yako ya qiran ambayo uliifisidi, wajibu ule hautaondoka, utachinja kama kawaida. Sababu raya qala, akasema waljima'u alwaqi'i ba'da tahallul alawwal, na jimai itakayofanywa baada ya tahalluli ya kwanza. Imeshamtu keshafanya tahalluli ya kwanza akafanya jimai, vile vile la yufsidu alhajj. Wakasema hawa watu warai haiharibiki hija yake, wala kadha alai, tena wala haji kulipa tena. Hii inda akthar ahli alilmi, tena hii ni kwa wanavyuoni wengi wamepita hivyo, kwamba hija yake haitoharibika na wala hana wajibu wa kuja kulipa. Wadhahaba ba'dhum, lakini wengine wakaenda kusema ila wujubi alqadha, kusema lazima aje alipe, hija itafisidika. Wa huwa qawlu ibn Umar, na hiyo ni kauli ya sahaba Abdullah ibn Umar, wa qawlu al-Hasan, na pia kauli ya Hasan, bila shaka Hasan al-Basri, wa Ibrahim, na Ibrahim bila shaka Ibrahim an-Nakhai, wa yajibu bihi al-fidya, wakasema na pia atawajibikiwa kutoa fidia. Wa tilka al-fidya, na hiyo fidia yenyewe, budunatun, ni ngamia au shatun au mbuzi. Ikhtalafa fihi, wametofautiana katika hili. Je, ni ngamia au mbuzi? Ikhtalafa fihi, wametofautiana. Fadhahaba ibn Abbasi, amekwenda ibn Abbasi kusema, wa Ata, na bwana Ata wao wamekwenda kusema ila ujubi albuduna, wanasema wajibu ni kuchinja ngamia, sio mbuzi. Wa huwa kaulu Ikrima, na hiyo pia ndio kauli ya bwana Ikrima. Wa ahadu kaula Shafi'i, na pia hiyo ni moja katika kauli mbili za Imam Shafi'i, kwamba moja ni hiyo. Wal kaulu al-akhar, lakini kauli nyingine wanasema yajibu alai shatun, atawajibikiwa kuchinja mbuzi. Wa huwa madhhabu Malik, ambao huo ndio mwenendo wa Imam Maliki, kwamba atachinja mbuzi si ngamia.
wa idha ihtalama al-muhrimu. Haya, sasa jamaa hakufanya jimaa lile la kawaida, yeye kalifanya jimaa la usingizini, kaota. Vipi? Wa idha ihtalama al-muhrim, atakapoota kafanya jimaa muhrim, je ile ndio alikuwa kafanya waziwazi. Sasa je kaota kafanya jimaa, au fakara, au alikaa kavuta fikra ya jimaa, au nadhara, au aliangalia mzigo kule maana iko, fa anzala, mvua ikashuka. Umefahamu mvua iloshuka? Aliota, alipoamka kashusha mvua, au alileta fikra tu vitu vikashuka, au aliangalia mzigo vitu vikashuka. Huyu vipi huyu? Anasema fala shay'an alayhi, huyu hana hukumu yoyote. Inda Shafi'ia, lakini kwa upande wa kishafi hana fidia manake. Sawa Wakalu, na wakasema fi man lamasa bi shahwati, kwa mtu ambaye kajichezea kusudi kwa shahwa, sio yule ambaye kakaa tu. Sasa huyu kajichezea, lamasa kajishikashika, au kamshika bishahwa kwa matamanio, au kabala, au amemchumu mwanamke kubusu. Unasema huyu lazima hushatu, atalazimikiwa kuchinja mbuzi. Tena asijeuliza mvua imenyesha haijanyesha, sawa anzala am lam yanzil, haijalishi mvua ilishusha hakushusha mvua, huyu atachinja mbuzi. Ambaye kajishikashika kwa matamanio, le kujishikashika tu, kajichezea chezea, tuko pamoja mvua inyeshe isinyeshe, shekhe utamchinja mbuzi mweupe, sio mweupe wa rangi na lazima usha sawa anzala am lam yanzil. Wa inda ibn Abbasi, lakini kwa upande wa ibn Abbasi radhiallahu anhuma, Allah mridhie na baba yake, yeye anasema anna alaihi dama, kwamba hakika mtu huyo atawajimikiwa na kumwaga damu. Manake kuchinja tu, si lazima mnyama maalum. Za kachinja mbuzi, za kachinja ng'ombe, za kachinja. Kala Mujahid akasema jaa rajulun ila ibn Abbasi, alikuja kijana mmoja kwa ibn Abbasi. Mujahid katika wanafunzi wake ibn Abbasi faqala, akasema hivyo kijana, inni aharamtu, hakika mimi nimehirimia. Halafu fa atatni fulanatu, nilipohirimia akanijia bibi fulani, akusudia mkewe, kanijia ameshahirimia. Fi zinatiha, tena kanijia na mapambo yake kajipura. Anasema fama malaktu nafsi, sikuiweza nafsi yangu, ansabakatni shahwati, isipokuwa yalinitangulia matamanio yangu. Aliposema hivi, fadhahika ibn Abbasi, ibn Abbasi ilibidi kwanza acheke kweli kweli, akacheka kweli. Kwa jamaa asema bwana, nilihirimia hija, akanijia bibi fulani mke wangu, manake kajipamba, nilishindwa. Ibn Abbasi ilibidi fadhahika, acheka kwanza, hata istalqa, alicheka mpaka akalala. Nasema kwa leo nacheka mpaka kaanguka. Wakala, na akamwambia innaka lashabukun, hakika hiyo bwana ni kushindwa na matamanio. Lashabuku manake inaonekana sheu na matamanio kupitiliza. La ba'sa alayhi, hakuna shida sio, hakuna shida juu yake, kafutiwa hiyo fatwa. Aliposema innaka lashabku, kuna namba hiyo chini, umeiona anasema shiddatul ghalama, yani ana wingi wa matamanio, wa raghba, na raghba fi nikahi, ya kufanya lile jambo. Ndio maana mtu ashindwa hata kujizuia. Sasa mtu kama huyu shekhe kashaharibu hija, alafu na siku mwingine wakaenda waenda pamoja, kila siku ataharibu. Wakamba innaka la shabku, hakika wewe una matamanio kupitiliza bwana. La ba'sa alayka, kwa hiyo hakuna ubaya kwako.
kilichobaki ahli kidama, mwaga damu tu. Manake unatakiwa ufanyeje? Uchinje. Manake una maana hakufanya kwa kusudi, maana kafanya kama kwa nini? Ikrah, katozwa nini? Nguvu. Kamwambia wewe bwana, mwaga damu tu. Wakatamma hajjuka, na itakuwa imetimia hija yako. Hadithi hii rawahu Sa'id bin Mansuri, imepokewa na bwana Sa'id bin Mansuri. Wallahu a'lam. Hapo inshallah. Kama kuna swali. Naam. Fidia unatakiwa utoe kule kule. Asili ya jamani, asili ya vile vichinjwa vile, asili ya vichinjwa walitakiwa sheria yake wanalishwa wale masikini wa pale katika haram. Sasa kwa sababu tena wakibakia ziada tena ndio na wengine tunafikiwa, kwa sababu sasa hivi mashaallah watu wanafanya sana ibada, wameamka mambo ya kuchinja sasa hivi Waislamu mashaallah, tofauti na kule nyuma. Kule nyuma shekhe ilikuwa hatuonione kuchinja sana, lakini siku hizi hata kawaida tatu hawajenda hija wanachinja. Lakini kwa yule aliyeke kule basi alitakiwa achinje kule. Hadia imekuja balighul Kaaba, ilipokuja kwenye kwamba ile kichinjwa balighul Kaaba tupo ikifikishwe pale katika Kaaba, kwa hiyo kikachinjiwe kule. Tena kama pale watu watakuwa wamepata washatosheka, ndio vitafungwa tuletoe na sie huko tena, watu wakimbizane, au sio? Wanakimbizana sasa, naitwa nashikishwa mbuzi nzima, unachukuliwa na picha hivi na kamera kuonyesha kwamba umpewa mzima, kutoka pale kwa kipande watu imeonekana jamaa kapewa mbuzi nzima, kumbe ishaenda kuwashikiwa tu kutoka pale. Allahu akbar.